Watukufu wa Islam, jana katika darasa letu kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliona Qur'ani jinsi ilivyoonyesha ubingwa. Kitabu kiliweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na hali ya kuwa hakikuwepo. Kikaja kikaeleza habari za ule uumbwaji wa mbingu na ardhi, jinsi ulivyofanyika. Qur'ani pia imeweza kueleza chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kutokana na kitu gani, uumbwaji wake ulifanyikaje. Na yule mkewe na yeye aliumbwa kutokana na kitu gani, na kizazi chao kilipatikana kutokana na kitu gani. Qur'ani imeeleza kwa ufasaha uliokuwa mkubwa kabisa. Leo insha Allahu Ta'ala tutaanza kuziangalia zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi. Katika sura ya 41 surati Fussilat, aya ya 9 mpaka aya ya 12, Qur'ani ikaja ikasema, qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wataj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Sadaqallahu al-azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza kufafanua katika surati Fussilati zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi. Qur'ani imeeleza kwamba uumbaji wa mbingu na ardhi ulifanyika kwa njia ya mlipuko, na ule uumbaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku sita, na tukaeleza siku sita hizi sio hizi tulizokuwa nazo za saa 24, siku moja kuwa na masaa 24, masaa 12 mchana na masaa 12 usiku. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, hata zile siku sita
za uumbwaji wa mbingu na ardhi, zile siku 6 za uumbwaji wa mbingu na ardhi, hesabu yake na mambo mengine yote ya kupatikana yale maumbile yote, hesabu yake ilipigiwa ndani ya ule mlipuko. Zile siku 6 za uumbwaji wa mbingu na ardhi, na yale maumbile yote yaliyokuja kupatikana, hesabu yake ilikuwa ndani ya ule mlipuko. Katika zile siku 6 Qur'ani inasema siku 2 zilitumika kwa ajili ya kuiumba ardhi. Ardhi iliumbwa kwa muda wa siku 2. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmaini, sema uwaambie hao, vipi wao wanamkanusha yule ambaye aliyeiumba ardhi katika muda wa siku 2? Vipi huyo munamfanyia washirika? Wametoka wapi washirika hao? Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa walimwengu wote. Ardhi iliumbwa kwa muda wa siku 2. Anasema wajaala fiha rawasiya min fawqiha. Baada ya kuiumba ile ardhi katika muda wa siku 2, kitendo kilichofuatia ilikuja kuwekwa milima juu yake ile ardhi. Kwa nini alipoiumba ardhi katika muda wa siku 2, baada ya hapo akaja akaiweka milima? Alikuja kuiweka milima ni kwa sababu ardhi ilikuwa inataharaki, inacheza. Ardhi ilikuwa inacheza kama unavyoona chombo kama vile jahazi iko juu ya maji inavyosukwa. Akaja akaiweka milima. Sasa hii ni nini? Hapa Qur'ani inazungumzia geology, umuhimu wa milima na kazi ya milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi. Ukiwauliza wanajiolojia moja katika kazi ya milima, watakwambia milima kazi yake ni kuleta insaf, balance, kuifanya ardhi itulie, ili wale waliokuwepo juu ya ile ardhi wasione mtikisiko wa ile ardhi, na wala wasione ile ardhi inavyozunguka. Dunia inakuwa na mizunguko miwili. Mzunguko wa kwanza inavyojizungusha kwenye muhimili wake, ndiyo tunapata usiku na mchana. Ndani yake inakuwa sekunde, dakika, inakwenda inakuwa saa, alafu saa ile inakwenda inakuja kuwa siku, itakuja kuwa wiki, itakuja kuwa mwezi. Na mzunguko wa pili dunia ni pale inapokwenda kulizunguka jua. Ndani yake tunapata hesabu ya mwaka mmoja, siku 365 na robo, na ndani yake ndipo tunamopata majira. Wanasema kuna rotation na revolution, kwamba ile dunia inavyojizungusha katika muhimili wake,
na ile dunia inavyokwenda kulizunguka jua. Dunia inajizungusha katika muhimili wake kwa kasi ya mwendo wa maili 1000 kwa saa. Ndiyo ndani yake tunapata masaa 12 mchana, masaa 12 usiku, inakuwa siku moja. Kwa hiyo milima kazi yake ni kuleta insafu, balance, ili kuifanya ile dunia, ile ardhi itulie, na sisi tuliomo ndani ya ile ardhi tusione ile mizunguko. Qur'ani imeeleza kwa ufasaha kazi ya milima na umuhimu wa milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi. Katika sura ya 31 ya surati Luqmani aya ya 10, Qur'ani ikasema khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, tumeziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo zisizoonekana kwa macho. Nguzo zipo zinazozishikilia mbingu zisianguke, lakini nguzo zenyewe hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuziwekea nguzo zisizoonekana kwa macho. Waarabu walikuwa wanaitakidi ya kwamba pembezoni mwa dunia huko kuna milima iliyokuwa mirefu ambayo ndiyo kazi yake ni kuzishikilia zile mbingu zisianguke. Qur'ani ilipoteremka ikaja ikasema khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuziwekea nguzo zisizoonekana kwa macho. Nguzo zipo, lakini nguzo zenyewe hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Hapa Qur'ani inazungumzia habari ya gravitational force, nguvu za uvutano za dunia. Ilipofika karne ya 18 ndio wakaja wakajua ya kwamba maumbile yote yaliyopo mbinguni yameshikiliwa na nguvu maalumu za uvutano, gravitational force, ili kuyazuia maumbile hayo yasiporomoke. Qur'ani ilizungumza karne ya 7, wao wamekuja kujua karne ya 18. Wakati huo walipokuja kujua wao, Qur'ani ilikuwa na umri wa miaka 1200 katika dunia. Qur'ani iliipita sayansi na wanasayansi katika kujua jambo hili na kulieleza jambo hili kwa karne 12, ikiwa kama hoja inasema ya kwamba Qur'ani ameitunga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alijuaje ya kwamba maumbile yaliyopo mbinguni yameshikiliwa na nguzo ambazo hazina sifa ya kuonekana kwa macho? Na nguvu hizo za uvutano, gravitational force, zinaonekana, zinajulikana kutokana na vipimo maalum. Kwa nini asiseme tu khalaqa samawati bighairi amadi, ameziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo? Lakini kwa nini limekuja neno lingine tarawnaha, zisizoonekana kwa macho? Alijuaje habari hii karne ya 7? Ni kukuonyesha ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zile nguvu za uvutano zipo za aina nyingi na zina kazi maalum.
kuna nguvu za uvutano za muinuo zinakwenda juu, na kuna nguvu za mvutano za mburuto zinakwenda mbele, na kuna nguvu za uvutano za muinamo zinakwenda chini. Hizi ndizo anazozitumia kiumbe anayeitwa ndege, akaweza kwenda juu, akakaa juu, akatembea juu na akarudi chini ardhini. Awalam yarau ila tayri fawqahum au fawqahum awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbirna ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Sadaqallahu alazim. Je, hivi nyinyi hamuwaoni hao ndege wanaoruka juu yenu? Swafatin, wanavyozikunjua mbawa zao, wayakbirna, na wanavyozikunja. Ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia wao wasianguke huko juu? Anayewashikilia wao ni nani? Illa Rahman, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma. Innahu bikulli shay'in basir, hakika yeye anakiona kila kitu. Watukufu wa Islamu, katika viumbe aliyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika viumbe wote hakuna kiumbe aliyekuwa dhaifu kama mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe aliyekuwa dhaifu sana, na katika viumbe wote aliyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kiumbe ambaye hajui sana kama mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe ambaye hajui sana. Haya yote anayoyafanya mwanadamu, kama atajinasibu ya kwamba yeye ameendelea, kwa sababu gani? Ameweza kutengeneza chombo chake, ndege Ulaya, anaingia akaweza kuruka juu, akakaa juu, akatembea juu na akarudi tena chini ardhini. Jambo hili kiumbe anayeitwa ndege alikwisha lifanya kwa muda mrefu sana. Mwanadamu anakuwa ndiye kiumbe wa mwisho kuumbwa na kuletwa katika mgongo wa ardhi. Yeye ndo kiumbe wa mwisho, na mwanadamu amekuja katika dunia, amekuta kuwa ni bibi kizee au babu kizee inatembea na mkongojo, ndio mwanadamu anakuja. Na mwanadamu alipokuja, jambo hili hakuweza kulifanya la kuruka juu, kukaa juu, kutembea juu na kurudi chini ardhini. Ulipita muda mrefu, na ili mwanadamu aweze kulifanya jambo hili ni lazima atengeneze chombo, na chombo chenyewe ni lazima kifanane na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Ni lazima kile chombo chake kifanane na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu, ndipo mwanadamu atakapoweza kuingia katika kile chombo chake, chombo kimbebe, akaweza kuruka juu, kukaa juu, kutembea juu na kurudi tena chini ardhini. Katika viwanda vyote vya kutengeneza ndege, kama vile kiwanda cha Airbus, kiwanda cha Boeing, wale wahandisi wana kila sampuli ya ndege wanaye pale. Wao wanashughulika, wana kila sampuli ya ndege.
ile ndege yake mwanadamu anapoitengeneza ni lazima kule mbele ichongoke, kama alivyokuwa huyo kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu, ndege kule mbele alivyoumbwa amechongoka. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu amewaumba hivyo, na mwanadamu na yeye ile ndege yake ni lazima aitengeneze vile. Kule kuchongoka kule mbele ndiko kunakomwezesha yeye akaweza kuukata upepo. Na ni lazima hapa katikati itanuke. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa katikati wametanuka. Hapa ndipo panapomwezesha yeye akiwepo juu angani, anapotembea juu angani, akaweza kubebwa na ule upepo na ile nguvu yake ya mwili, akaweza kuelea, akakaa juu. Na ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu ni lazima wawe na mabawa mawili. Mwanadamu na yeye kwenye ndege yake jambo hili amelizoa, ina mabawa mawili. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule nyuma mkiani kunakuwa ni kwembamba, kule ndiko kunakomwezesha yeye. Kule mbele akishaukata ule upepo wakati anakwenda. Ndiyo maana mwanadamu na yeye katika ndege yake, hakuna ndege ambayo mwanadamu ameitengeneza mbele imekuwa pana kama basi haitoruka, ni lazima ichongoke. Hakuna ndege aliyotengeneza mwanadamu mbele imekuwa pana kama basi au kama gari, haitoruka juu, ni lazima kule mbele ichongoke. Anapoukata ule upepo, upepo unakuja nyuma, yeye anakwenda mbele, yule kiumbe anaitwa ndege. Ule upepo unakutana na mabawa mawili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaumba ndege wote, hii sehemu ya mbele ya bawa inakuwa ni nene kuliko hii sehemu ya nyuma ya bawa. Huku kunakuwa kwembamba, huku nyuma ya bawa. Sehemu ya mbele ya bawa kazi yake ni kuupiga ule upepo. Akishaukata anakwenda mbele, ule upepo utarudi nyuma, utakutana na mabawa mawili, utapigwa ule upepo na yale mabawa, utagawanyika mara mbili. Kuna upepo utampitia juu ya mgongo wake na kuna upepo utampitia chini ya tumbo lake. Ule upepo utakaopita juu ya mgongo wake utapita kwa kasi sana. Kisayansi, kitu chochote kinachokwenda kwa kasi kinakuwa ni chepesi. Upepo ule umefanywa kuwa ni mwepesi ili usimrudishe chini wakati yeye hataki kurudi chini. Na ule upepo utakaompitia chini ya tumbo lake utapita taratibu. Kisayansi, kitu chochote kinachokwenda taratibu kinakuwa kizito. Upepo huu wa chini unatakiwa uwe mzito ili wakati yeye yuko juu anaendelea na safari yake, hataki kurudi chini, ili uweze kumbeba. Kule nyuma kumekuwa kwembamba, ni kwa sababu atakapokwenda mbele ule upepo ukirudi nyuma, kule nyuma kungekuwa ni kupana kama bodi ya gari, ungekuwa unamzuia ule upepo, ile kasi yake ingalipungua. Ndiyo maana kule mkiani nako pia kumekuwa ni kwembamba. Haya yote mwanadamu ameyazoa katika kuitengeneza ile ndege yake. Allama al-insana ma lam ya'lam, tumemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Watukufu wa Islamu, ndege yule hawezi akaruka mpaka swafatin akunjue yale mabawa yake, ndipo atakapoweza kuruka kwenda juu. Mwanadamu na yeye pia katika ndege yake, nyuma ya ule ubawa kuna ubawa mwingine mwembamba kabisa,
Ndege ya mwanadamu kabla haijaruka utakuta ule ubawa umeinamia chini, wanaita flaps. Akishapiga moto engine, rubani anaanza kukimbia pale uwanjani, utamuona anaziinua zile flaps. Hapa ndio safatin, anakunjua ubawa. Chombo chake hakiwezi kuruka nacho mpaka ile safatin ipatikane, akunjue na yeye ubawa wa chombo chake, zile flaps anaziinua. Hapa ndiyo safatin, chombo kinainuka kikiungana na zile nguvu za uvutano za dunia, gravitational force zile za muinuo, na ile nguvu ya injini ya ndege, ndio zile nguvu za muinuo ndio kinakiinua chombo, sasa kinakipeleka juu. Allama al-insana ma lam ya'lam, tumemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Watukufu wa Islam, akishakaa kule juu katika usawa anautaka kwenda, usawa ule pale anakutana na nguvu za uvutano za mburuto, ndio kinakipeleka chombo mbele. Ndege aliyemuumba Mwenyezi Mungu akitaka kutua ni lazima zile wayakbidna, ni lazima mabawa yakunje. Anapokunja yale mabawa, anapunguza nguvu ya upepo kumzoa yeye kwa juu, na zile nguvu za uvutano za dunia anaziacha sasa, zile za mburuto. Hapa anachukua nguvu za uvutano za muinamo, zinamrudisha chini. Na mwanadamu hali kadhalika ni hivyo hivyo katika chombo chake cha hiyo ndege Ulaya. Anapotaka kutua kurudi chini, ni lazima utakuta zile flaps rubani anazirudisha chini. Hapa wayakbidna, anaukunja ubawa wake. Awalam yarau ila tairi fawqahum safatin wayakbidna ma yumsikuhunna illa arrahman. Ni nani anayewashikilia wao wanapokuwa juu? Hapa Qur'ani inazungumzia habari ya gravitational force, zile nguvu za uvutano za dunia, za muinua, za mburuto na za muinamo, ambazo ndizo pale anazitumia. Na ndiyo maana mwanadamu akitengeneza chombo chake, kile ndege Ulaya, ni lazima ifanane na yule ndege, yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Na ni lazima kile chombo chake akichukue akakirushe pale pale anaporukia yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Hana mahali pengine pa kupeleka, pale ndio kwenye mfumo mzima wa kile chombo kwenda juu, kukaa juu na kurudi chini ardhini, pako pale. Mfumo mzima ameuweka pale. Ndiyo anauliza ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Watukufu wa Islam, siku moja tuliona lile ndege kubwa jumbo 747 niliyekuwa nao pale. Mmoja akasema, angalia bwana mzungu bwana, chuma kile kilivyokuwa kikubwa, kinaruka juu, kinakaa juu, kinatembea juu na kinarudi chini ardhini. Ndani mwa kuna mizigo, kuna watu. Nikamwambia lofa wewe, nikamwambia lofa wewe, sema subhanallah. Namwambia ametakasika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Angalia kile chombo chenyewe kwanza kilivyofanana na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu. Alafu akishakitengeneza ni lazima akipeleke pale pale anaporukia yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu ndege. Pale ndiyo kwenye mfumo mzima wa kuruka juu, wa kwenda juu, kukaa juu, kutembea juu na kurudi chini ardhini. Ndio anauliza ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia hao ndege wanapokuwepo huko juu, wanatembea wakaruka wakakaa juu na wakarudi chini? Illa arrahman,
isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehma, innahu bikulli shay'in basir, hakika yeye anakiona kila kitu. Watukufu wa Islam, zile nguvu nyingine za mvutano za dunia anazitumia mkulima katika ulimaji katika shamba. Mbegu inakuwa na juu na chini. Mkulima anapopanda kule shambani, jambo hili haliangalii, yeye anatupa tu zile mbegu zake. Kuna sehemu katika ile mbegu inaitwa kianza mzizi, ile inatakiwa ielekee chini. Alafu kuna sehemu inaitwa kimea mche, ile inatakiwa ielekee juu. Mkulima anavyolima hili haliangalii, yeye anatupa tu mbegu zake, anafukia anakwenda, anafukia anakwenda. Lakini mbegu nyingi pale amezigeuza chini juu, juu chini. Akishapanda mahindi yake, baada ya wiki 2 anakuja anafurahi, amejishika namna hii, mahindi yote yametoka, yameelekea juu. Nani aliyekwenda kugeuza kule chini zile mbegu alizokosea? Kule kunakotakiwa kuelekea chini, yeye amekuelekeza juu, na kule kunakotakiwa kuelekezwe juu amekuelekeza chini. Ni nani aliyekwenda pale akaigeuza ile mbegu kule chini akaiweka sawa? Anauliza katika suratul Waqi'a, afara'aytum ma tahfuruna, hivi nyinyi munaziona zile mbegu munazozipanda? A antum tazra'unahu am nahnu zari'una, hivi nyinyi ndiyo munaoziotesha au sisi? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhalaltum tafakkahun inna lamughramuna bal nahnu mahrumun. Lau kama tungekuwa sisi tunataka, tungalizifanya zile mbegu kuwa ni mapepe hazioti, mukabakia nyinyi kunung'unika tu. Sisi tumehangaika bure, lakini hatukupata faida ya kile tulichokihangaikia. Gravitational forces, zile nguvu za uvutano za dunia, pamoja na mwanga wa jua, vitu hivi viwili ndivyo vinavyohusika na ile kazi ya kuigeuza ile mbegu na kuiweka sawa. Na ndiyo maana Qur'ani ikasema waja'alna an-nahara maasha, tumeufanya mchana kuwa ni maisha. Kwani usiku watu hawafanyi kazi wakapata mishahara mikubwa mikubwa? Kuna watu ni manaodha, wanaendesha meli usiku, wanalipwa mishahara mikubwa mikubwa. Wanaendesha majahazi, watu wanakwenda kuvua baharini usiku, wanapata kipato kikubwa. Watu wanafanya kazi ya ulinzi, wanapata wakati wa usiku, wanapata mishahara mikubwa. Watu wanaingia kwenye viwanda shifti za usiku, wanapata mishahara. Kwa nini Qur'ani imeng'ang'ana waja'alna an-nahara maasha, tumeufanya mchana kuwa ni maisha? Kwani usiku watu hawapati maisha? Mwanadamu na wanyama wanahitaji kula. Wanadamu na wanyama wanakula mimea. Ili mmea uwe mmea, ni lazima uwepo mchana. Mchana una nini? Katika mchana kuna jua. Jua linafanya kazi gani? Jua, moja katika kazi yake, pamoja na gravitational force, zile nguvu za uvutano za dunia, ni kuiweka sawa ile mbegu aliyoipanda mwanadamu katika shamba lake, akaikosea juu chini, chini juu. Jambo hili linafanyika mchana, sio usiku. Jambo hili linafanyika mchana, sio usiku. Katika jua kuna kitu wanakiita photosynthesis, ule mwangaza wake ule.
ndio unaokuja kufanya kazi hiyo, watukufu wa Islam. Kwa hiyo Qur'ani ilieleza khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuziwekea nguzo zisizoonekana kwa macho. Nguzo zipo lakini hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Hii hapa Qur'ani ilikuwa inazungumzia habari ya gravitational force, nguvu za uvutano za dunia ambazo hazionekani kwa macho. Na wanaanga wanaokwenda anga za juu wanasema hakuna sehemu iliyokuwa ngumu katika safari ya kwenda juu angani kama wanavyokutana na yale matabaka ya gravitational force, katika namna ya vile vyombo vinavyokwenda katika anga za juu. Ndiyo maana vile vyombo vinakuwa ni imara sana. Wanapopenya katika yale matabaka, lile bodi la nje ya kile chombo kinabadilika, lile bodi linakuwa ni jekundu kama chuma kilichotiwa motoni, kimepikwa. Namna ya kuweza kupita katika yale matabaka si kitu cha mchezo, ambacho hizo nguvu za uvutano za dunia zilivyoshikilia hayo madude yaliyokuwa makubwa yaliyokuwepo huku angani ili yasianguke. Si kitu cha mchezo, mpaka ile bodi inabadilika, inakuwa ni nyekundu kama vile chuma kilichopikwa, wakati zinapenya vile vyombo katika zile gravitational force. Ndiyo maana hizi ndege za kawaida zina mwisho wake, haziwezi kwenda mbali zaidi ya huko kama vinavyokwenda vile vyombo vya angani.